Siku ya leo basi nimeweza kuja na kitu special sana, especially kwa wale vijana ambao wanapenda mafanikio au wanatamani waweze kufanikiwa ile mipango yao, hususa ni katika mwaka wa 2026. Na ukizingatia mwaka wenyewe ni bado mbichi kabisa na ndo kwanza tuko tarehe za mwanzoni tu za mwezi Januari. Hivyo ukiweza kuzingatia hichi nitakachokwenda kukiongea leo, basi amini kabisa utakwenda kuweza kufanikiwa katika mipango yako ulionayo na kuweza kuyafikia malengo ndani ya mwaka wa 2020 na 2026. Basi kitu chenyewe ambacho nimeweza kuja nacho leo, wewe kama kijana mwenzangu, basi kitu chenyewe kinahusiana na masuala mazima nini, ushauri wa kifedha, yani financial advice. Sasa hii financial advice mimi nimeweza kuicategorize katika 3 levels. Ambapo level ya kwanza maana yake ni poor advice for poor, lakini pia advice for middle class, lakini pia advice for rich. Ambapo nikianza kuzungumzia yani advice for poor, na maanisha advice for poor yani maana yake ninaongelea ule ushauri ambao mara nyingi tunaweza kusema au vijana ambao wapo katika hali ya umaskini wamekuwa wakijishauri katika namna gani katika masuala mazima nini ya kifedha. Hapo tunaona kwamba hawa vijana ambao wanakuwa wapo katika hali ya kimaskini most of the time wamekuwa wakiweza kujipa moyo kwamba okay, serikali ipo, serikali itawasupport, serikali itachukua uangalifu juu yao wao, serikali itaweza kutengeneza ulinzi juu yao wao, na kuwapa mambo yale mengine ambao yatawaboost wao katika masuala yao ya nini ya kiuchumi. Kumbe wanakosea. Ambako nini nasema wanakosea? Kwa sababu mwishoni mwa hizi level 3 tutakiwa tuende kuconclude ambao level gani ambao sisi tunatakiwa tuitumie kama vijana ambao tunahitaji mafanikio hususa katika mwaka wa 2026. Kwa hiyo level ya mwisho nitakapoenda kuitaja ndio level ambao hawa vijana ambao wapo katika level ya kwanza inatakiwa siku zote waweze kuiconsider hiyo level. Lakini nitakwenda kuongea level ya pili ambao ni advice for the middle class. Tunapoongelea middle class maana tunaongelea hawa ni watu ambao wapo katika tunasema daraja la kati au tuseme katika kiwango cha kati cha kiuchumi. Sasa je, hawa watu na wao wamekuwa wana ushauri gani wa kifedha? Tunaweza kuona kwamba hawa watu ambao wapo katika daraja la kati wenyewe ushauri wao wa kifedha wao wanaamini kwamba siku zote ni kutafuta kazi, lakini pili kufanya kazi kwa bidii, lakini tatu pia ukiachana na kufanya kazi kwa bidii wanaamini pia katika kutunza fedha, yani kuhifadhi fedha, lakini pia kitu cha 4 kwa watu huwa wanaamini pia katika kufanyaje kuinvest katika vikundi vile vya nini vya umoja wa kifedha, ambapo ndiko wanaamini huko kwamba wanaweza wakafanikiwa kuweza kutengeneza maisha yao na kutengeneza mifumo mizuri ya kifedha. Lakini pia ili middle class ni kundi lile ambalo tunaliona kwamba lenyewe ni just wale investors, yani passive investors, yani ni wale investors ambao they invest not to lose. Lakini tunakwenda kwenye kundi la 3 ambalo kundi la 3 ndio la msingi na la msingi sana, ambalo haya makundi yote mawili ambayo nimekuweza kuyataja mwanzoni yanabidi yaweze kulizingatia kundi hili na kuweza kuhakikisha kwamba ndani ya mwaka huu basi wanakwenda kutimiza zile ndoto zao. Ambalo hili kundi tunaongelea siku zote ni kule ushauri wa kifedha ambao unatoka kwa wale watu ambao wamekwisha fanikiwa kimaisha. Yani naongelea advice for rich, yani wale richest people ambao tayari wamekwisha pata mafanikio makubwa sana katika ulimwengu huu wa leo. Naweza nikatolea mfano, let's say bwana mheshimiwa wa Marekani Rais Donald Trump, lakini pia mtu maarufu sana, mtu tajiri sana wa Kichina ambaye ni Robert Kiyosaki. Ukipata watu bwana walishasema kwamba yani siku zote wale watu matajiri ushauri wao wa kifedha huwa unakuwa ni katika namna gani? Hawa siku zote ushauri wao huwa unakuwa ni katika, huwa wanasema kwamba ili uweze kufanikiwa, uweze kuwa na mifumo mizuri ya kifedha, basi siku zote uwe una kile kitu ambacho huwa kinasema kwamba invest to win. Kwamba hawa ni siku zote ni wale investors ambao wamekuwa wana invest katika kuwin. Kuinvest katika namna gani? Ni katika kujiweka wewe kijana katika kufanya kazi kwa bidii na kutafuta vitu mbalimbali ambavyo vitakusaidia wewe kama kijana
basi kuweza kujiwekeza, na katika kujiwekeza huko basi usiwe kama middle class ambao they invest not to lose, ila unatakiwa katika uwekezaji wako ule wewe uweze kujiwekeza kwa ajili ya kushinda, sababu ndani ya kushinda huko ndipo kutakufanya wewe uweze kudumu kwa muda mrefu katika uwekezaji wako, lakini pia vile vile uweze kuwa na mafanikio makubwa sana katika uwekezaji wako huu ambao utakuendelea kukupa pesa ambayo ni endelevu ya kufanya wewe ndani ya mwaka 2026 basi uweze kuwa na pesa ya kutosha kuweza kukamilisha hayo malengo yako. Kwa maana hiyo ukiweza kuwekeza kwa muda mrefu, maana utaweza kuwa umetengeneza focus ambayo itaweza kufocus sasa katika hayo malengo yako ulionao na kuweza kulitimiza moja na baada ya jingine. Basi nipende kuwahasa sana vijana wenzangu, kwa wale ambao mmekuwa mkinifuatilia na kwa wale ambao mnaendelea kunifuatilia, basi zingatieni hili, na kwa kufanya hivi basi mtaweza kuyaona majibu chanya na mtafanikiwa